wanamuita hasa ya Muhammad adrikni, ya Rasulullah adrikni, na wengine ya Ali adrikni, na wengine shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikah nas'aluka alayhi ya akramal akramin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Walladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura. وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الشمس والقمر بحسبان نسألك يا الله واحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت غفور رحيم. Kwanza tunamshukuru Allah kutuwezesha kufika mpaka muda huu katika uhai na udhima katika siku kama hizi. Allah ametupa uhai na uzima ili kwa ajili ya lengo ni kuweza kumwabudu. Taingia katika nafasi moja katika njia za kuweza kufahamu juu ya mamlaka ya matukufu aliyoumba Allah. Leo tutajaribu kuzungumza katika njia za kuweza kujua katika njia za sayari. Yadhharu al-qamar, udhihirika kwa mwezi. Al-qamar imekusudiwa hapa ni neno linatokana jumla ya mikusanyiko ya mwezi hilali mpaka kufikia qamar, ukafikia katika njia ya mwezi full moon. Biashkali, ambayo ashkali inakuwa kwa namna, biashkali kwa namna, yani kwa kuchange kwa mwezi kwa namna mbalimbali. Mukhtalifa, na ndani ya huo mwezi unakuwa unahitilifiana katika maumbile yake, hayawi katika maumbile mamoja kama shams, kama jua likawa vile vile liko duara siku zote. Mwezi unakuwa mukhtalifa, unabadilika maumbile yake, yani inaitwa bi ahwali, kubadilika ahwali zake, namna muundo unabadilika. Kubadilika huko ihlali shahr, katika kipindi cha mwezi mmoja mwezi unabadilika kwa kila siku hadi ya kufikia mwezi mzima siku 30 au kwenye 29. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Fayakunu hilalan, katika siku ya mwanzo hilala unapopatikana mwezi mchanga unaotoka ule uliozaliwa, maana huzaliwa halafu kachomoza. Huzaliwa mwezi kutoka kwa siku ile, baada kuzaliwa unatoka katika njia tunasema billail wal layl, usiku kwa kufikia usiku, au inakuja yauma baada yauma, siku hadi siku. Kwa hivyo ndio hivyo hivyo mwezi unakuwa mukhtalifa, unabadilika kwa maumbile yake kwa kila siku.
ndio kunapatikana ndani yake idadan au adada, inapatikana ihsaban, vile vile ndani yake inapatikana kujulikana kwa nyakati, tunasema wakati, nyakati maalum zikajulikana za ibada. Tukisha kuyajua haya, basi mwezi ndani yake ukiuona ulivyo maumbile yake, unatupelekeshea kujua namna gani ya kuweza kufanya ibada siku hadi siku. Fayakunu hilalan, unakuwa huo mwezi kwa kila siku. Daqiqan, unakuwa ndani yake kwa siku zile za mwanzo unakuwa ni mwezi mwembamba kama kucha. Siku ya kwanza tunasema hilal, ambao ni hilalun. Siku ya pili inakuwa hilalani, na siku ya tatu unakuwa ahilla. Ndipo pale masahaba walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayasalunaka an ahilla, Muhammad, nakuuliza kuhusiana hii miezi katika mabadiliko yake, hali zake. Yani leo unakuwa kama kucha, kesho unazidi kidogo, na kesho kutwa unakuwa mwezi unakuja katika maumbile ya kupanda juu kidogo. Na kila baada ya siku sikenda, mwezi unakuwa unabadilika katika yale maumbile yake, mpaka unafikia unakuwa qamar. Ndio pale Allah aliposema washamsu wal qamaru bihusban, jua na mwezi ndio hisabu zinapatikana, hisabu kwa wanadamu, kwenu zinapatikana hisabu, kujua idadi za hisabu za siku. Kwa siku ile ya mwanzo unakuwa daqiqan, unakuwa ni mwembamba, fi awwal yawm, katika ile siku ya mwanzo, mina shahr, katika masiku ya mwezi. Ndio maana kuna vitu vinakuwa vinakwendana na zile tafsiri zinavyokwenda. Ukisema faman shahida minkum shahra falyasum, hii ni mada ya pili, ni mada pana kubwa sana, lakini tunazungumza hili neno shahra. Ashar maana yake ni siku za mwezi. Siku za mwezi, siku 29 30. Na hizi unazipata ndani ya Qur'an. Faman kana minkum maridan au ala safari fa iddat min ayyam ukhra. Naona Allah anavyozungumza vitu viko wazi. Ikiwa mwezi wa Ramadhani umehudhuria, hukuweza kufunga kutokana uko safarini au mgonjwa, utatimiza siku nyingine zile ambazo zinazokuja katika ukhra. Ukhra manake ni Shawwal, mwezi unaofuatia, na miezi mingine inayofuatia mpaka upoe, utatimiza katika miezi mingine. Kwa hiyo huku kutakuwa zile siku 29 30 zimepungua idadi yake za kufunga, kwa hiyo unazikamilisha mbele, na ni masiku ya mwezi. Kwa huu mwezi awwal yaum unapoanza katika siku ile ambao unapotoka, maana kuna magharibi, zinakuwa magharibi zinatoka kwa time, kunatoka hapa magharibi, kunatoka pale. Ndio kama Allah aliposema, alipozungumza zile nyakati, akasema kul hiya mawaqitu linnas. Kwa hayo machomozo ya mwezi ni vipimo vya watu, mawaqitu linnas, alafu akasema alhajj, na ikaja hija. Ina maana watapata kujua mpaka vipimo vyao vya muda gani wa kuweza kujua, wahudhurie, waondoke katika miji yao, waelekee Maka na sehemu mbalimbali, ambao watoke ili kupata idadi ya kujua ule mng'aro wa mwezi.
Kwa hiyo kunapatikana ndani yake daqiqan, mwezi unakuwa mwembamba, fi awwal yaum, katika mwanzo wa siku, minashari, katika siku za mwezi. Mwezi ndani yake una siku 29 30. Thumma yakhudhu, kisha baada hapo ule muundo wake unaendelea kujiunga, unajiunga shakluhu, katika yale maumbile yake au mabadiliko yake, biakmali, mpaka ule mwezi unakuwa unakamilia, yauman baada yaum, siku hadi siku unakuwa unakamilia ule mwezi, unakwenda siku hadi siku, ila unakwenda ule mwezi an yusbiha badran, mpaka unafikia unakuwa ule mwezi badran, unakuwa unaitwa badran, yani unafikia mwezi unakuwa mzima. Baada mururu asbu'aini, baada kufika wiki 2 unakuwa badran, ndio unakuja ile unaita badran, ambao unakuwa mwezi mzima, unakuwa ndo full moon, ambao utakuwa sasa umekamilia. Thumma yabda shaklun, kisha unakuwa hapo baada ya kisha kukamilika ndiyo unaitwa al-qamar, unakuwa qamar, mwezi mzima. Washamsu wal-qamar husban, jua na mwezi ndio hisabu zenu. Unakuwa tayari umekamilika kwa kufikia mwezi, kwa kufikia ule mwezi una siku zake 15. Ukifika mwezi 15 unakuwa tayari ushagawa nusu kwa nusu. Baada ya hapo ule mwezi bitanaqis, unakuwa unapungua kidogo kidogo, ila an yakhtafi, mpaka unafika time ule mwezi yakhtafi, unajifisha, unakuwa unafichika, unakwenda katika sehemu zake. Baada ya kushakujificha unakuwa tayari tamaman ushakamilia siku 29 30. Hapo tena fi nihayati shahr, unakuwa unajificha ule mwezi, unakaa katika maficho yake. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Ikiwa tunaishi katika sayari ya mwezi, ni jambo zima na kuweza kufahamu maumbile ya ule mwezi pamoja na matokeo yake mpaka kumalizika kwake. Hili ni moja Waislamu wanatakiwa wajue hasa maumbile ya mwezi, ili wapate vipimo vao katika ibada zao mbalimbali. Kwa hivyo bitanaqisi, unafikia mpaka kupungua ule mwezi. Halafu baada ya kujipungua ila unakwenda ule mwezi, yani hapo sasa ushakuwa ni mwezi 16, unaanza kupungua 17, 18, 19, 20, unakwenda an yakhtafia, unakuwa ule mwezi wanaita takhfia au takhfi, unafika timaman mpaka unakuwa ule mwezi unajificha. Ukisha kujificha unakuwa umeshakamilia, sasa unakuwa mwezi haonekani, unakuwa ule mwezi hauonekani. Sasa hapa kuna mizani mbili. Mizani ya kwanza, ukifika ule mwezi 28 unagawa vituo mara 2, kwa sababu unagawa 14 mashariki na 14 magharibi. Na ukifika 29 ikiwa hauko ule
alfajiri, basi hauandami 29. Unakuwa unamaliza kukamilisha 29. Na mara nyingi mwezi 28 tunakuwa tunauona alfajiri. Unakuwa unaonekana wazi wazi ule 28 alfajiri. Sasa mwezi 29 ikiwa utakuwa upo, basi hauandami 29. Itabidi ukamilishe 29 sababu upo. Na maana huo utaandama 30. Na ikiwa 29 tena umepotea, haupo, upoteji ule utakuwa ni kwa wote, kuonesha mwezi ni mmoja kwa mujibu wa aya zinazozungumza. Kama Allah anavyosema katika Qur'ani, huwallazi ja'ala ash-shamsa diyaa wal qamara nura. Ikaendelea aya mbalimbali na nyingine ikaja ash-shamsu wal qamar bihusban. Jua na mwezi hesabu zenu. Wanaambiwa nani hapo? Hapazungumzwi na nchi hapo. Panazungumzwa na walimwengu wote. Kama ni nchi hizo tunazosema ni nchi zote. Kila unapotoka mwezi unapokwenda. Mwezi unatembea katika masafa, unaogelea. Unaogelea katika masafa yake na kwa muda wake maalum. Unatembea mwezi kwa muda maalum. Unakwenda ila ajali musamma kwa muda maalum. Unamalizika shakluhu biakmali, kwa kukamilia ule mwezi yauman baada yaumin, siku hadi siku. Unakwenda siku hadi siku. Ndio maana mara nyingi sana tunajaribu kwanza kuzungumza sayari ya mwezi mpaka ufahamike katika jamii, sababu ni vitu ambavyo vigumu sana. Na hapa tukiangalia huu mwezi kwa Waislamu sasa hivi haupo. Upo katika nafasi nyingine mwezi huu ambao wa sayari. Mwezi uliochukua nafasi ni mwezi wa Januari, Februari, March, April na mingineo. Lakini mwezi wa Kiislamu, Waislamu wenyewe mwezi huu wameondokana nao kabisa. Labda katika vitu viwili tu ndio unatumika kwa wakati wa sasa hivi, tofauti na wenzetu. Sasa hivi unatumika katika watu kuoa. Na ukifika mwezi wa Safari wanasema mwezi huu ni nuksi na matatizo, bundi akija katika nyumba atakufa mtu, wakati Allah ndio anamufisha mtu, ndio anaandika ile ajali ya kutoka mtu roho na kadhalika. Kwa hivyo watu wanakuwa sasa hivi wakimwona bundi basi tayari wanatabiri mambo mengine, kama vinavyotabiri walivyokuwa Mayahudi huko mwanzo. Kwa katika hii habari ya miezi, watu wanafuata katika ndoa, wanaozeshana katika miezi hii kwenye ndoa. Lakini katika mambo yao yote, muamalati wao wote hawafanyi kama watu walivyokuwa huko nyuma, kama vile tafsiri mbalimbali zinavyotueleza. Ule mwezi taudu, unarejea manazil, katika manazil urejea katika makazi yake. Makazi gani? Al-qamar. Ndio maana tukasema hili neno qamari lina tafsiri tangu mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu qamar maana yake ni kukamilika vile mizunguruko ya mwezi mpaka kufika siku 29 30. Sasa ikitoka qamar ndio linakuja shahr, siku za mwezi, ambayo siku zinapatikana kuchomoza kwa mwezi, siku ya leo, siku ya kesho, ndio inaitwa shahr. Shahr siku na mwezi. Na tukija katika tafsiri mbalimbali tutakuja kuona namna gani mafundisho ya Qur'ani yanavyozungumza kuhusiana swala kama hili. Kwanza nitagusia kidogo tu al-muradi. Muradi hili neno linatokana ni qamar, minhum, ndani yake al-qamar ni sanata,
kupatikana kwa mwaka mzima kamaria ndani yake katika kupatikana zile kamari za mwezi. Wahiduha shahr, kwa moja inaitwa shahr. Ina maana unapatikana ndani yake siku 29 30. Hapo hakuingiliwa na mwezi mpaka utapochomoza mwezi, ndio lenye shahari linabeba hilali. Hapo tena kupatikana ndani yake neno linaitwa hilo shahar. Hili neno linatokana katika njia kubwa mno, limetoka mbali na limetoka katika jina la kutokana na neno kutokana ashuhur. Ashuhur ni jamu, ni miezi mingi, kama Allah anasema inna iddat shuhuri inda Allahi 12. Miezi yote anautambua Allah ni 12, ni jamu. Huu shahri ni mwezi mmoja, ina maana kunapatikana ndani yake siku 29 30, au kama inavyokuja 29 yauman au 30 yauma ndani yake. Tena hayo ndio wamewekewa kwa mwezi unapatikana siku 29 30. Summiat ayami, pakaitwa ndani yake ayami kupatikana masiku min awal dhuhur hilal, kwa sababu ile shahri inabeba kuhudhuria ule mwezi unaitwa hilal. Ukihudhuria tu ile shahri inaitwa siku mwezi. Ila sararir, katika ile sehemu inaotokea mwezi kwenye sehemu ya kujificha kwake. Sehemu ya kujificha kwake ndio inapatikana lile neno linatokana sararir. Mfano mzuri, mwaka jana mwezi haukutoka ulimwengu mzima, na mara nyingi sana mwezi unatoka baadhi ya sehemu, na Allah akitaka anaweza katoa kote, hilo halina shaka, akisema kun fayakun naku. Mwaka jana mpatikana sehemu 3 mwezi umetoka, na kama watu watafanya uchunguzi, wafungue katika mambo ya internet, watizame mwaka jana mwezi ulitoka sehemu ngapi. Kwangu mimi hizi ziko 3. Iko umetoka na sehemu nyingine Allahu ya'lam, inawezekana. Na vile vile hizi sehemu zilizotoka ni za uhakika. Ilitoka Iraq, ilipatikana hilalun shahru Ramadhan, na ulipatikana Imarati, na ukapatikana Palestina kule watu wanapopigana vita. Pia ulitoka safari ile ule mwaka ambao ulioishi nao Ramadhani, ambao kabla huu utakayeingia ule kwa nyuma ulotoka. Kwa hivyo ndani yake pamepatikana miandamo ya hilali sehemu 3. Sehemu ngapi? 3. Sasa kila sehemu wanaita hilalun, hilalun, na hapa hilalun, na hapa hilalun. Ukichanganyisha ukisema ahilla, kwa sababu kila miji inayotoka, tafsiri ya Qur'ani itakuwa bado haikufahamika, kwa sababu pale walikuwa kwa masahaba wanamuuliza Mtume sallam, kwa nini mwezi unakuwa kama kucha, kisha unazidi kidogo, kisha unazidi tena, kisha unakuwa hivi? Na hizo ndo tafsiri zote. Inshallah Allah kituwezesha tutakuwa tutazisoma moja hadi nyingine, na katika tafsiri tofauti zinazungumzia habari hiyo ya kuhusiana ni ahwali za mwezi. Maimamu wengi wanazungumza hivi. Kwa neno shahar,
Shahri linachukua siku katika mwezi. Kwa kila siku unapotoka mwezi inahesabiwa ndani yake ni shahru, inapatikana kwa kubeba hilalani mpaka kufikia Badr, mpaka kufikia mwisho unaokuwa mwezi abyadh, ile tunaita yaumu bayt, unakuchukua katika siku mpaka ukimalizika unaondoka ule shahari, unakuja mwingine. Sasa hivi ndivyo vilivyokuja katika, na hapa tunapata kuona ndani yake sehemu 3 zilitoka mwezi, ambao mwaka ule wa jana, ambao kabla kuingia Ramadhani hii, tutasema mwaka jana kwa sababu Ramadhani iko karibu, tutasema Ramadhani ya mwaka huu, ile Ramadhani ya mwaka jana. Kwa kumepatikana ndani yake kumetoka sehemu hizi ambazo 3. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Allahumma ilman nafi'a al-akramin. Hili neno lilotokana shahrun limetokana na siku 29 au 30 kama tulivyobainisha. Kwa hili neno linapatikana al-ayami min awwal buhur hilal, pale unapohudhuria hilali, mwezi mchanga, ila sararir, katika mafichio yake, yani katika kenge, ile kenge ya kutoka mwezi. Subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka thumma natubu ilayk. Tunakuja ile neno la asili lilikuwa ni shuhuratun, lilikuwa linaitwa shuhuratun, ambayo sasa hivi tunaita shahr. Huko zamani walikuwa naita shuhuratun. Hili neno sasa hivi ndio linaitwa shahr, wakati wa zamani lilikuwa naita kama tulivyosema. Na hili neno linakuwa linaingia shuhuratun, linaingia ashhur, na linaingia kama ilivyokuja shuhur, kote linaingia. Ndio maana katika Qurani ukisema 3 ashhur unapata miezi 3, ikiwa 4, ikiwa inaingia zaidi. Kwa hivyo linaingia kote. Na wakati mwingine vile vile ukisema inna iddat shuhur, linaingia shuhur, miezi. Kwa hivyo linakamata kote. Kwa asili yake walikuwa watu wa zamani wanaita shuhuratun mwanzo, ndio baada hapo tena likaingia mpaka likafika wakati likaja likaitwa shahr, baada kukaa kupambanua. Kuna neno linatokana mushtaqun. Mushtaqun manake limetungwa, limechambuliwa, limetolewa mpaka likafikia likaja hili neno shahr. Kwa hivyo kwa moja inaitwa shahr. Kwa hivyo neno hili lilikuwa asili yake kama tulivyosema limenyambuliwa kiutaalamu mpaka likaja likaitwa kwa njia la shahr. Ndio utakuta katika Qur'an nasema shahru Ramadhan, limekuja kwa mizani ya mwanzo. Katika zile siku zinapatikana hilalun. Hilalun ni jamu wa ahilla, ndani yake kumepatikana wayuqalu hilalun, na pameitwa hilalun ni kwa sababu min awwali lailatin, katika ule usiku wa mwanzo unapochomoza mwezi mpaka kufikia ila 3, mpaka kufikia mwezi 3,
ndio unaitwa al-ahilla. Thumma yuqalu, kisha unakwenda unaitwa baada ya hapo al-qamar ila akhir shahr, mpaka mwisho wa mwezi. Kwa qamar inatembea mpaka mwisho wa mwezi, unarudi mwezi mpaka unafikia shahru intaha, kumalizika kwa mwezi. Ndipo panapatikana ndani yake ahwali mbalimbali. Na kwa nini ukawa mwezi unabadilika unakuwa mdogo mkubwa? Kwa sababu yaarifuna bihi awqat, ili wapate kufahamu nyakati, halun, katika zile hali. Hali gani? Uyunihim, wa madeni yao, wasiyamihim, na saumu zao, wa iftarihim, na katika vile vile siku zile za kuftari, za kufungua. Yani ukiandama mwezi unajulikana ule pale tayari ni Shawwali, watu wanafungua, wanasali sala ya Eid, yani wanakuwa moja kwa moja wanaingia ndani ya Eid. Katika mkusanyiko wa mambo mbalimbali katika masuala yao. Masuala gani? Mbalimbali, hususan katika mambo mbalimbali, manasikakum, kama ilivyokuja ibada, na nyingine imekuja katika utulivu wao wa mambo mbalimbali za eda, kukaa katika eda, pamoja na hija zao na mambo ya hija. Wa iddati nisaihim, pamoja na eda za wake zao, wanatakiwa wakae eda muda siku zao. La tukhrijuhunna min buyutihinna, wasitoke hao wanawake katika majumba yao. Na kuna mambo mbalimbali. Kwa moja katika njia hizo ni kuweza kupata wa manasikihim, katika ibada zao, ibada mbalimbali za hija, ibada tofauti. Watu wanapata kujua hizi ni siku za mwezi wa Muharram, kunapatikana ndani yake kuna funga za Muharram, kunapatikana Zulhijra, kunapatikana funga za Arafa na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakwenda kwa idadi maalum. Na ule mwezi umekuja ni kwa ajili ya mambo ibadati pamoja na madeni. Watu walikuwa wanakodisha mashamba yao, walikodisha nyumba zao. Kwa mtu anaangalia sayari ya mwezi, anajua sasa mwezi wa kwanza ushafika, mwezi wa pili, wa tatu. Kwa hiyo sasa hivi katika kukodisha kwangu ishafika miezi mitatu, nakodisha shamba kwa mwaka huu. Kwa hivyo inakwenda adada sinina wal hisab, kujua idadi ya hisabu ya miaka yao. Kwa hiyo kujua hasa kama imefika muda fulani, sasa hivi shamba langu nalichukua mwenyewe. Neno linatokana shuhuratun, ni la asili. Ndani yake kupatikana ndani yake shahar. Shahar maana yake ni mwezi, wahiduha, peke yake ni mmoja. Na ikiwa mingi inakuwa shuhurun ndani yake. Na ikija ashhurun, thalathat ashhur au arba'ati ashhur wa 10, wakaeda miezi 4 na siku 10, ndio inavyokuja. Kwa hivyo hizi ni idadi maalum. Huu mwezi kazi yake ni laiti Waislamu ingekuwa wanafahamu, basi wangetumia mambo yao katika mwezi, basi mambo yote yangekwenda vizuri. Leo imekuwa mwezi huu hauna nafasi tena, wakati huu ndo mwezi ambao Allah mwenyewe alivyoumba ni kwa makusudio hayo na mengineyo. Allahumma nas'aluka ya Allahu wahid ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana innaka anta ghafurur rahim.
برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب